Leo hii kuna kadhia ambayo inaendelea kwenye jamii yetu kwamba asilimia kubwa ya wanawake wana bodaboda wao katika usafirishaji, labda anapohitaji kwenda kazini, anapohitaji kuagiza kitu kutoka dukani kije nyumbani. Na kwa bahati mbaya bodaboda huyu kwenye ile nyumba tayari amefanya kama nyumba yake. Sasa akishafika na ile bidhaa moja kwa moja inaingia mpaka ndani. Sasa swala hili inapelekea mpaka ndoa muda mwingine inakuwa ina mashaka kwa upande wa mume. Mwanamke anaenda mbali zaidi kwamba bodaboda huyu amekuwa ni special. Ina maana hata kama atapatikana bodaboda mwingine, mume amemtafuta bodaboda mwingine, amemwagiza bodaboda mwingine katika kitu fulani, mwanamke anakasirika ndani ya nyumba. Sasa je, hili limekaaje kisheria? Limekaaje kwa upande wa dini yetu ya Kiislamu? Ndugu zangu, kwa kweli hili swala kwa upande wa kina mama, wa kina dada, wanalichukulia kitu ambacho cha kawaida sana, simple sana. Lakini ndani ya sheria ukirudi unakuta hivi vitu ni vizito, kwa sababu ukirudi hata zama za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwa upande wa wakeze, Allah subhanahu wa ta'ala anamhutubia Bwana Mtume juu ya wanawake zake ambaye anaoishi nao. Wale wake Bwana Mtume waliambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba fala takdhana bilqauli, musilegeze kauli pale wanapokutana na wanaume mbalimbali. Kwa nini? Allah anatoa sababu, fayatma alladhi fi qalbihi marad. Sababu ya mwanamke kuregeza sauti, akawa anaongea sauti ambayo kidogo ina ushawishi ndani yake, mtu mwenye maradhi ndani ya moyo wake anaweza akamtamani mwanamke yule. Hawa ni wake za Mtume wanaelezewa hivi. Je, vipi mke au mwanamke wa kawaida? Lakini ukiachilia mbali katika mkusanyiko na makutano mbalimbali na miingiliano mbalimbali kati ya jinsia mbili, Uislamu umegawa mambo mawili. Kitu cha kwanza, mwanamke na mwanaume ima wawe ajnabi, mwanamke na mwanaume ima wawe ni mahari. Nini maana ya mahari? Mahari maana yake ni mwanamke ambaye au mwanaume ambaye sheria haijaruhusu kamwe watu hawa wakaweza kuoana. Yaani mwanamke anaweza akakaa kichwa wazi, anaweza akakaa mgongo wazi mbele ya mwanaume ambaye ni maharimu wake. Na maharimu hapa ima baba mzazi, baba mdogo, kaka uliozaliwa naye, ima kwa baba au kwa mama. Hawa ndo maharimu. Na mkwe kadhalika anaingia kwenye maharimu. Lakini kuna kitu kinaitwa ajnabi. Ajnabi maana yake ni mwanamke au mwanaume ambaye sheria imeruhusu watu hao waoane. Sasa basi katika kuamiliana kati na jamii na jamii, mtu na mtu, lazima vitu viwili vichungwe. Je, wewe mwanamume au wewe mwanamke unapoongea na mwanaume au wewe mwanaume unapoongea na mwanamke, lazima tuchunge vitu viwili hivi. Ni nani huyu? Ni maharimu wako au ni ajnabi? Sasa kama ajnabi, lazima sheria ifuatwe mkondo wake kama inavyoelezea. Usilegeze sauti mbele yake, uwe serious kidogo, na muashara wenu usiwe karibu akihivyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea pia ndani ya Qur'an. Anasemaje katika suratul Isra? Anasema kwamba fala taqrabu zina, msikaribie zina. Zina hapa ukaribu uliokusudiwa ni kama hivi: mawasiliano, kukutana mahala, kukusanyika sehemu. Sasa mnapokuwa wawili na mawasiliano yanapozidi sana, mwishoni inapelekea ushawishi mkubwa, mwanaume au mwanamke akaanza chochote pale, baadaye ikaelekea tukio baya na ikaelekea hali si nzuri, mwishoni watu wakaangukia kwenye zinaa. Sasa basi
Wewe mwanamke ambaye unamshamsave kabisa mwanaume pale, huyu ni bodaboda wangu, nampigia simu muda wowote, nikitoka kazini usiku nampigia simu, nikitoka kazini mchana nampigia simu, asubuhi nampigia simu. Yani wewe hauna mtu mwingine isipokuwa ni yeye. Ndugu yangu, wewe mwanadada unanisikiliza hivi sasa na unanitazama hivi sasa, hii itapelekea shetani ndani yake akaingilia kati, baadaye kabisa ikafikia hatua ikaleta changamoto, na hata kama uliolewa ndoa yako itavunjika. Kwa hiyo sheria tukisema tuifuate, naweza nikasema kwamba swala hili, wewe mwanamke ukiwa unasema mimi na bodaboda wangu maalum, mume akisema hapana, mimi ngoja nikutafutie mwingine, au ngoja tumpigie bodaboda mwingine, wewe unakasirika, ili swala kisheria ndugu yangu halipo.